ya wale Watusi walikuja kunjia ya kuja kuchunga nyama za ule mzee pale, ule mtu wa societe pale alikuwa pale. Nadhani mnamfahamu. Wale walikwenda kuchukuliwa kule waje wamsaidie namna ya kuchunga zile nyama, sababu ni wao wazoefu. Alafu hao walikuja nyuma, walikimbia vita mwaka huu ambao mimi nazungumza hapa. Walifika wapi? Walifika Mplene de la Ruzizi. Wanakimbia kama vile wengine watu wote wanakimbia. Na sisi pia tulikimbia hapa, tulienda Tanzania. Tulipokelewa kama vile wakimbizi. Tukatiliwa katika makambi pale. Kulikuwa karibuni kambi 3 pale. Rugufu A, Rugufu D na Nyarugusu zilikuwa pale. Na wao pia walitiliwa katika kambi 3 pale. Walitiliwa katika kambi ya Remera, walitiliwa katika kambi ya Gatobo, walitiliwa katika kambi ya Murenge. Fasi 3 wakatiliwa pale. Zile kambi walibaki pale kama wa refugee tu. Sisi tuko na dokima, wakati wa independence inafika, wazungu wanakimbia wanaenda kwao. Waliacha wanawaandikia kama nyinyi wa Nyarwanda ambao mlikimbia vita, mko wa refugee ku Kongo, msiingie katika siasa ya Kongo. Tunapenda kuambia siku vita itaisha, sisi tutavita kwani itaisha, tutakuja kuwachukua na tuwarudishe kwenu. Ile dokima tuko nayo marshive za kwetu. Nafika hapa nadhani nimekwisha jitambulisha. Mimi naitwa kwa jina ya William Amuri ya Kutumba. Mimi ndio secrétaire exécutif. Tukisema secrétaire exécutif yani organisation zetu za CNPSC, mimi ndio muangalizi wa coalition yetu ya CNPSC. CNPSC napenda kusema nini? Napenda kusema kwamba ni Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo. Ile ndio kisiko. Na mimi ndio secrétaire exécutif, yani naangalia mambo yote, kwanza mambo ya chama hata mambo ya kijeshi, ya siasa na ya kijeshi yote ni sisi tunaangalia hapa. Na tulipenda kuja hapa kwa ajili mjue kitu gani ambacho tunapata katika Haut Plateau hii. Haut Plateau hii ni Haut Plateau ni nchi yetu sisi. Na kama ni nchi yetu, ni nchi ya Kongo, sisi ni lazima tukuje hapa sababu ya kubadilishana mawazo na raia yenye kuwa katika Haut Plateau kulingana na matatizo na shida ya vita ambayo tunayo kwa siku ya leo. Tunajua siku ya leo vita iko mingi sana na hatujui itaisha siku gani. Unajua mambo ya vita, utajua siku itaanza lakini siku itamalizika hauwezi jua. Ile inajua Mungu peke yake. Ni lazima sasa wakati vita iko, watu wanabaki fasi moyo, wanabatilishana mawazo. Sababu tukiangalia kabisa kitofu ya vita iko hapa Lulenge. Na precisement kitofu ya vita iko ndani ya groupement ya Basimunyaka Sud. Ndio iko kitofu ya vita. Nadhani ndio iko kapitali. Leo hii ambayo wafamizi wanakuja wanapenda kujenga kapitali ni mwa hii groupement. Sijui kama nadanganyika. Leo ile ni shaba moja wapo ambayo inasababisha sisi au inatuma sisi tufike hapa kwenye chef ya groupement, tuongee na wazee pamoja, tuongee na wamama pamoja, tuongee na vijana, tuongee na wazifa zingine zote, organization zingine zote kama vile wakubwa wa enseignement, kama vile wanganga, kama vile watu wengine sawa vile wa societe civile kama wako, tuzungumuze pamoja ili kujadiliana, kupanana mawazo. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, tulipenda kuja hapa sababu ya kuonyesha namna gani siasa ya Kongo iko parapo na hii vita yenye iko hapa kwetu. Watu wapate kuelewa. Sababu mara mingi watu wanaanza kuwa huko napambana vita. Lakini kama uko napambana vita, aujue siasa gani ambayo inaleta ile vita, utashindwa kupambana ile vita. Sababu aujue mwanzo wa vita, labda unaweza utakuwa kama vile kuna pambana ndani ya giza. Ndani ya giza. Utashindwa kujua adui ni nani na utashindwa kujua rafiki ni nani. Labda ule ambaye wewe utakwenda kujiunga naye kama ndio rafiki na ndio adui yule. Yule ambao wewe utaona kama ndio adui na ule ni rafiki anaweza kukusaidia. Alafu sasa ni wakati sasa huu tunaweza kufunguana masikio ili watu wote wapate kujua adui ni nani na rafiki ni nani. Na namna gani ya tatu tunapaswa kujua namna gani vita iliingia. Ya ile tunapaswa kujua strategy gani tunaweza kuchukua sisi kama vile watoto wa nchi. Strategy gani kwa kumaliza hii vita, kwa kupiganisha hii vita na kuishinda. Donc ni ma strategy sababu wenzetu wanaona
strategy ndio mbinu. Waliunda mbinu nyingi sana kwa ajili ya kutafuta kunyang'anya hii nchi. Ni mbinu mingi sana wanaunda. Kama tuangalie vizuri, kama sisi hatuna mbinu za kukomaa, tunaweza tukashindwa hii vita. Na wakati vita tulikuwa tumeishinda. Ndio maana sisi tulipenda tukuje hapa tuzungumuze, tufanane mawazo hapa kama vile kitofu cha hii vita. Tunashukuru sababu watu wa mingi wamekusanyika, na wale wanabaki ni lazima wengine wataenda kuambia watu wetu hawezi kuja hapa. Ya kwanza tutapenda kuonyesha vita ilikuja namna gani. Mtatusamee wazee, sababu tutafasiria kabisa kipande kirefu sana, sababu ya kufungua watu masikio. Tujue namna gani hii vita tuko napigana leo ilikuja namna gani. Hii vita tuko napigana leo sio vita ya leo. Haikuanza leo. Haikuanza mnona sisi kama vile tunavyowaza. Hii vita ya leo tuko napigana sisi. Tunapigana vita ambazo ilianza miaka ya nyuma sana. Vita inaanza mwaka 1916 bure. Hii vita imekwenda kupangwa kuanza mwaka wa independence. Wakati tu tutapata independence na programu za vita hii itaanza kuundwa. Sasa mko anaelewa vizuri. Independence ilikuwa namna gani? Wakati nchi zote zinalomba independence, Kongo nayo ilijisikia kwamba iombe uhuru. Ikiongozwa na nani? Leader wa independence alikuwa Emery Patrice Lumumba. Analomba independence. Na wakati analomba independence kwa Beleji, kama vile walikuwa watu wanatutawala, huyo bwana alipata matatizo sana, matatizo makubwa, sababu Belgique haikuwa inapenda kuachia watu kabisa independence mbele ya wakati. Kulingana na nini? Kulingana na kitu ambacho walikwenda kuona mashariki ya nchi, katika mashariki ya nchi hii ambayo tunaita Chaîne de Momitumba. Nadhani ndio hapa tunapatikana leo. Chaîne de Momitumba inaanza Tanganyika, nord ya Tanganyika, donc province ya Tanganyika, ndio tunaita Kalemi kule. Inapanda, inakamata Manyema yote, inakamata hapa tuko kusidi Kivu, inakamata Nord Kivu, inakamata Ituri. Ile tunaita ni Chaîne ya Momitumba. Ndani ya Chaîne de Momitumba, baada ya vita ya pili ya ulimwengu, guerre ya 40-45, baada ya hiyo vita, wale tunaita wa expert wa CEE, yani wataalamu wa CEE. CEE maana yake Communauté Économique Européenne. Wale watu walikuja kufika katika nchi ya Kongo. Wakati walifika katika nchi ya Kongo, walifanya prospection, yani utafiti wa madini. Na katika utafiti wa madini waliofanya, walikwenda kugundua kwamba mashariki ya Kongo, mwa Chaîne ya Momitumba, walikwenda kusema kama ni skandali geologique. Yani walikwenda kugundua mali nyingi, mali zingine walikwenda kuona, walikwenda kukuta aziko kwenye orodha ya mali ya mali yenye kuwa ulimwenguni.
ile yenye kuwa kule tunaitaka ku tableau de Mendeley. Kule watu walifanya shimi wanajua ile tableau inadefinir minere zote zenye kuwa ndani ya ardhi. Lakini sasa wakati wale expert walifanya ile prospection, walikwenda kukuta kwamba kuko mali zingine ambazo haziko. Wakasema kwamba hapa hii tunaita ni skandali geologique. Hii eneo yani kuko minereza mingi sana zenye haziwezi kufasiriwa. Na ile baada ya kuona kama kuko minereza mingi, wa Belgique, parce que siège ya CEE ni Belgique, ilikuwa Belgique. Ile tunaita CEE jili geuka kuwa leo Union Européenne. Donc wakakwenda kuona kwamba hatutawapa independence wale watu. Il faut to exploiter ile eneo tu, tuendelee ku exploiter. Lakini sasa wakati walitafuta kufanya ile, basi Lumumba analomba independence. Wakati analomba independence, wakamumenase sana na kukataa kabisa kwamba hawatatupatia independence. Na wakati Lumumba aliforce, ikaleta shida sana. Hata watu waliwahi kuuawa Kinshasa. Wakapigwa masase, wakakufa. Polisi ya Belgique ikaua watu pale Kinshasa. Watu wakakufa martyrs de l'indépendance. Lakini ONU haikujizuia. ONU ilifika kudeklarika sema Belgique unapashwa kuacha ile inchi kupatia watoto ya inchi uhuru, sababu wanadeklari uhuru wao. Basi Belgique aliprometa independence na tukapata independence 1960. Belgique alitoka Kongo kwa shingo upande. Wazee walikutaniwa, labda sisi tulikuwa bado kuzaliwa. Wanajua ile kama Belgique walikwenda hawakwenda na furaha. Na wakati walikwenda kule, ilibidi wende waone sasa mataifa makubwa ya ulimwengu. Ile mataifa ambayo iliwalazimisha wao watoke katika ardhi ya Kongo. Wakaenda kuona zile taifa kubwa za ulimwengu tunazijua. Ni taifa ambazo zenye kuwa leo mu Conseil de Sécurité ya Nations Unies. Zile taifa iko ba Etats-Unis, iko ba France, iko ba Angleterre, Allemagne na zingine. Basi wakati walikwenda kuwaona, wakawaambia kwamba sisi kama tulikataa kutoka kule, tulikuwa nakataa kutoka kule ni kwa sababu katika nchi hile tumekwenda kugundua kama mko mali nyingi sana tena sana. Na wakati tunaacha ile nchi, tayari siasa ya Kongo inaanza kuelekea mkono wa kushoto. Yaani inaanza kuelekea kuwa socialisti na wakomunisti. Na ile nchi ikiingia mikono ya wasocialisti na wakomunisti, sisi wa imperialiste tutapoteza ile nchi. Na ile nchi iko mali mingi. Ulimwenguni nchi inaonekana kama iko na mali mingi na utajiri mwingi. Nasema ulimwenguni kama kuko nchi zenye kuwa na mapetrole, zenye kuwa na vinginevyo, Kongo ilikwenda kuonekana ni nchi ya kwanza tajiri ya ulimwengu. Kulingana na mali zake na rasilimali zake, Kongo ni nchi ya kwanza ulimwenguni. Alafu sasa ikiwa ile nchi imekwenda uchumi wa ile nchi unaingia mikononi mwa wale wa socialiste, basi sisi tunapata magumu, sisi wa imperialist. Na sababu wakati ule ilikuwa kipindi tunaita ya guerre froide, c'est-à-dire vita baridi kati ya wa socialiste na wa imperialiste capitaliste. Wale watu walikuwa wakigombana sana kutafuta muongozo wa ulimwengu utaongozwa na nani. Ile ndio matatizo ilikuwa sana, vita ilikuwa. Halafu wa Amerika, wa Francais, wa Alema pamoja na Waingereza hawakufurahia ile kuacha hii Kongo. Ilibidi waunde mbinu za kurudia tena katika nchi ya Kongo, kuja kutawala Kongo kiuchumi. Na waje watawale Kongo kiuchumi, ile ambayo tunaita kwa lugha ya Kimombo neocolonialisme. Waje watawale kupya, waanze kukamata uchumi, si tubakie tu na uhuru wa bendera, lakini uchumi ukuwe mikono yao. Wakasema tutafanya nini sasa? Kwa kuweza yote ile, ilifo tufanye strategy.
Na mastrategie waliona watakwenda kufanya ni gani? Kitu ya kwanza, il faut éliminer Lumumba physiquement. Yaani wanapaswa kuua Lumumba. Sababu Lumumba ndio analeta ideolojia mubaya. Ndio siku ilitoka ile shauri ya kuua Lumumba. Kitu ya pili, il faut tutafute ethnie. Yaani tutafute kabila moya, peuple moya yenye tutatransplante mwa ile eneo ya Chaîne de Momitumba. Mwa hii eneo. Donc il faut mkue kabila moya yenye haiko ya wakongomani. Itatoka mahali fulani wakuje wabakie hapa katika eneo hili. Wale watu tuwapatie nationalité au identité, wale watu tuwapatie espace na wale watu wakuwe na pouvoir. Kama wale watu wanakuwa na pouvoir katika sehemu ile, sisi tutakwenda kuchimba ile maminere yote na bila tatizo. Na mwaese ndio probleme yetu ile. Probleme yetu haiko kitu kingine. Probleme yetu inatuma sisi tupigwe vita ni mali zetu sisi binafsi. Mali zetu zenye kupatikana hapa ndio zinatuma sisi tupigwe vita. Vita sio hapa, sio wale wenye kuwa pale ndio wanatupiganisha vita. Vita iko Ulaya. Vita inatoka Ulaya. Ile vita inatoka Ulaya ndio ile inaandaa pale, wale iko sawa vile watumishi wanafanya kazi. Yaani wao wanaandaliwa wakati wanaweza hii vita. Wao watakwenda kutawala juu ya ardhi. Na wale watakuja donc waingie chini ya ardhi. Kuchukua mali yenye kuwa chini ya ardhi. Hili ni matatizo wa ndugu wapenzi yenye tuko nayo kwa siku ya leo. Mjue maana ya vita hii ni vita gani? Ni vita ya minere. Ndio tuko nayo leo hii. Na kulingana na strategy au mbinu zile ambazo walipenda kuzifanya kwa kutafuta namna gani watakwenda kukamata hii nchi kiuchumi, waliingia wakatengeneza siasa yao, wakapeleka huku Kongo, wakatumikisha wakongomani wenyewe kwa kuua ndugu yao. Wakongomani wenyewe wakaandaa Bwana Mobutu, wakaandaa Moise Chombe, wakaandaa na Kasavubu sababu ya kuua Lumumba. Lumumba akakufa. Lumumba alikufa kwa siasa ilitoka Ulaya na ndugu yake ndio walimuuzisha. Na wakati alikufa basi historia yake ikaishia pale. Wakaendelea na mbinu zao. Katika kuendelea na mbinu zao, tutafanya nini tena? Watakwenda sasa ifo baingie mfazi ya pili ya kutafuta namna gani watapandikiza watu kabila ingine ya kutoka mbali ikuje wabakie hapa. Waliuliza Belgique, tutakwenda wapi kwa kutafuta watu? Belgique akasema mimi natoka Kongo. Nilileta Kongo kuna wakimbizi ambao walitoka Rwanda. Walikimbia vita ya Kigeri 5. Wale watu walikimbia pale Rwanda mwaka wa 1956, 56, 57, 58 hadi 59. Hao watu wanaingia vita. Kura ya kwanza ilikuwa ya wale Watusi. Walikuja kunjia ya kuja kuchunga nyama za ule mzee pale, ule mtu wa societe pale alikuwa pale. Nadhani mnamfahamu. Wale walikwenda kuchukuliwa kule, waje wamsaidie namna ya kuchunga zile nyama sababu ni wao wazoefu. Alafu wao walikuja nyuma, walikimbia vita mwaka huu ambao mimi nazungumza hapa. Walifika wapi? Walifika Mplene de la Ruzi. Wanakimbia kama vile wengine watu wote wanakimbia. Na sisi pia tulikimbia hapa, tulienda Tanzania. Tulipokelewa kama vile wakimbizi. Tukatiliwa katika makambi pale. Kulikuwa karibuni kambi 3 pale. Rugufu A, Rugufu D na Nyarugusu zilikuwa pale. Na wao pia walitiliwa katika kambi 3 pale. Walitiliwa katika kambi ya Remera. Walitiliwa katika kambi ya Gatobo. Walitiliwa katika kambi ya Murenge. Fasi 3 wakatiliwa pale. Zile kambi walibaki pale kama wa refugee tu. Sisi tuko na document wakati wa independence inafika, wazungu wanakimbia wanaenda kwao. Waliacha wanawaandikia kama nyinyi wa Nyarwanda ambao mlikimbia vita mko wa refugee ku Kongo, msiingie katika siasa ya Kongo. Tunapenda kuambia siku vita itaisha. Sisi tutavita kwani itaisha, tutakuja kuwachukua na tuwarudishe kwenu. Ile document tuko nayo marshive za kwetu. Tuko nayo ile document yenye iko signé na ACR. Au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ndio wale hata wanasigné ile document wakabachia.
Alors wakati wale watu waliingia mwa ile Plaine de la Ruzizi, walizagazagaa kuja wanakulisha nyama zao. Wengine wakakuwa wachungaji kule, wakaendelea kusaidia ule mzee Rika kule. Lakini sasa wakati ule watu walikimbia vita, nyama zilizagaa, zikabakia hazina mchungaji. Tunajua kwamba nyama nyingi zenye kuwa hapa ambazo wao wale wakakwenda kuzichukua kama vile zao, nyama za Rika wakazichukua. Hizi ngombe za mingi wako nao pale ni ngombe ambazo ziliacha ule mzee Rika pale. Nadhani tunafahamu vile. Basi wale watu wakaendelea kubakia hapa. Sisi hatuna habari, tunajua kwamba wale watu ni wakimbizi. Tuliwalinda vizuri, tunabaki na wao vizuri. Lakini sasa kitu tunapenda kusema ni nini? Wakati Lumumba amekwisha kufa, wale watu wakati Belizika nawaambia kwamba na hata Watusi kule, wale watu walitoka Rwanda, tukiwaandaa wale wanaweza kutusaidia kumiliki ile sehemu. Na kama wanamiliki ile sehemu, sisi tutakwenda kwa exploiter baada ya wao kutawala pale. Wakaanza kumonte mbinu ya kutafuta namna gani sasa watatafuta mtu muhimu ambao atasaidia kuingiza kitu wanaita diktature ndani ya nchi ya Kongo. Katika diktature hile, ule mtu wamtumikisha pasipo yeye kujua, bali mtumikisha ndugu Mobutu. Wakamkamata, wakafanya nguvu afanye remise et reprise na bwana Kasavubu. Kasavubu hawakumfanya coup d'etat, Kasavubu alifanya remise et reprise. Ile histoire iko mrefu, hatutaingia kule. Na wakati walifanya remise et reprise, Mobutu anakamata pouvoir. Wakakamata kwa kuingia mugestion ya maaferi ya nchi ya Kongo. Wakakamata Mutusi ambaye anaitwa Barthelemy Bisengimana Rwema, wakamutia pale kama vile directeur wa cabinet. Ndio baba yake ya huyu mwenye iko wa polisi kule Kinshasa leo. Wakamutia pale directeur de cabinet Bisengimana Rwema. En 1965 wanamupa ile nafasi. Wanaambia Mobutu, huyu ni technocrate, alafu atakusaidia namna ya kufanya kazi mzuri, ubakie naye. Akaanza tumika naye. Ule mtu deja Banyarwanda banaanza kupewa gestion sasa ya chose publique mu nchi yetu. Unajua kama mtu yuko mkabine, ni mtu yuko kunivu ya yulu sana. C'est-à-dire ya politiki ya nchi ya Kongo iko mikono yake. Alors kwa ile bali tuprofite sana kwa ile wakati. Sababu ile mtu alifanya miaka 10 iko directeur wa cabinet pale wa Mobutu. Walituprofite kwa nini? Walituprofite sababu hata kutuma watu maburse kule, Mobutu akisema tutume watu si walikuwa wanaenda mingi tu. Wanaenda Mobutu anatuma watu 12, sote kama wanalomba watu 13, yeye atakamata watu 10 anatuma kule. Na sisi wote tuko distress. Hatujui kitu gani ambacho kinaendelea. Wakaenda kule, walisoma mingi maetazini, mabulaya wakasoma. Wengi miongoni mwao walibakia kuma organization za kabambi za Nations Unies. Wengine wako mupinide, wengine wako kuma banke mondiale, wengine wako kuma FMI, nafasi mingi tu, hata kuma ACR, wa mingi wako kule. Na wengine wakakuja kutumika. Ndio kwanza kule basi. Problemu ya makelele, kama unaacha makelele, hii inakuwa kasiansi. Sasa tunaomba kimya. Ese, Iba. Mbaya vizuri tu. Tutatupatika kuperdre tena hapa. Alors tunaweza sema kama wakati wale watu walianza kubatuma kule, banafanya masomo, banafanya bingine, wanakuja wengine wakatumika mu masosiete za kabambi hata huku kwetu Kongo. Waliingia mu majekamine, wakaingia kuma miba nafasi zingine kule. Alafu ile yote makazi waliifanya. Donc wakasoma mingi, na baada ya hapo ilifika karibuni miaka 14 mu année 75. Mu année 75 ule mtu alifika wakati ya fe manda yake, donc mu retraite ya kwake. Ule Bisengimana Rwema aliweza kuomba Mobutu kado.
akamwambia Kadu nipe, Mobutu nipe Kadu. Kadu gani atampatia? Mobutu akasema no, wewe uko kameme uko retraite na unapaswa kupata makonte madekonte finali za kwako. Hakuna kitu kingine sijui nitakupatia nini. Akasema no, mimi naomba tu kitu kimoja, unaweza nisaidia. Kama vile mtumishi wako nilikutumikia kazi mingi. Doko nisaidie Watusi wote wenye kuwa Mkongo wapate nationalité d'origine. Ndio kitu alimulomba Mobutu. Nadhani mwafuata pale. Puisque yeye iko prepare sababu ya ile. Kama aliingizwa pale ni sababu ya ile. Yaani anapenda kusema anakwenda kulomba kwa Mobutu apatie uraia Watusi wote wenye kuwa mashariki ya Kongo. Wapewe ile tunaita nationalité d'origine. Sans tarder Mobutu kama kuelewa kitu akakwenda kufanya ordonnance présidentielle. Hapana décret loi ya kutoka ku ministère hapana. Ordonnance présidentielle yake hiyo peke. Akasema kwamba désormais Batusi bote walikuwa mashariki, telema confiance alikuwa nayo kwa wale mtu. Alipenda mfurahishe kabisa. Batusi bote walikuwa mashariki ya nchi wanakuwa Wakongomani. Alisi. Donc wanakuwa Wakongolais d'origine. Alipromulgué ile depuis 1975. Mobutu akatangaza hivi. Sasa Mobutu à un certain moment, mwa ile miaka tu akapata watu walimujia. Akapata Français moya, rafiki yake akakuja. Akamwambia kwamba unaona Mobutu kitu unafanya iko mzuri tu kupata nationalité, lakini kitu kitakwambia nationalité d'origine haikuwa kinapewa watu en bloc. Hautapatia batu nationalité en bloc. Haikuwake. Watu wanakuja. Mtu kama anakuja, anapataka kitu wanaita nationalité d'acquisition individuelle. Ile ndio yenye mtu anaweza kupata. Lakini kama unapatia mtu nationalité d'origine, iko réservé automatiquement. Nationalité d'origine iko réservé automatiquement kwa watoto wa inchi wa ile inchi. Basi wengine wote wako na nationalité d'acquisition individuelle. Napenda kusema nationalité ziko aina hizi mbili. D'origine na nationalité d'acquisition individuelle. Ndio mbili. Hapa ni uraia tunakuwa nasema kila mtu anakuja na mimi nakuwa raia wa Kongo na mimi nakuwa Mkongomani. Iko na nani zake. Watu wabaki kwanza, tupange kwanza watu mtaka. Naona wazee wa Igomba wanafika hapa, wazee wa fasi zingine. Babiana mwende mkamate ba briki kule na zile mabaa kule. Unatia briki mbili, mnatia na baa juu. Kapita karanga. Kamata ba sajene pale, mwende bakamate mabriki pale hiyo. Na zile baa mtandike pale ba. Mama wewe, mama. Banalea bale. Dana sisi kwa mbali. Bataleta. Wako mingi ya. Basi itakuwa kama 3 na wale kitu. Eba. Tungano. Aje. Mobutu anapatia yule mtu nationality. Ule mtu akamwambia kwamba ule mzungu technicien akasema ili unafaa kosa. Na ile kabila wakati wote wanapofika fasi hawafanyake miaka 100 wayafanya vita. Baada ndio atakupiga wewe vita. Ndio pale baada ya miaka 3 kufika mu 78 Mobutu akabroger ile ordonnance yake na ordonnance nyingine. Akasema watu wote ambao walipata nationalité kwa ile ordonnance yangu ya 1975 iko abrogé.
Ese ile nakataa. Mwenye anapenda kuwa Kongole apite ku ministère compétent. Ku intérieur kule. Kule ndio batajua, batakupa makondisio ya kukuwa Kongole au kutokupatia ile. Na isikuwe watu famille, ikuwe individu. Kila mtu peke yake. Kama baba yako anaenda kulama nationalite kule, wewe ukwenda kule unabakia wewe huko mgeni. Problemi ikazuka. Batusi bakaandika document, bakapeleka ku Nations Unies. Bakasema wakati ya Bisengimana tulipewa nationalite, lakini leo Mobutu anaretire ile ordonnance yake. Mtusemee. Bakabaita. Mimi napenda kusema kama ni grupe ya imperialiste. Imperialiste tunamuita en d'autres termes tunamuita prédateur. Prédateur ni iko ndege moja hivi. Sawa aigle ni prédateur. Mtu anakuyaka tu bu na kuzora na kuwela. Unaona? Njoo enjwe. Bale. C'est-à-dire wao wanakujaka kazi yao wale wa imperialist. Kazi yao inakuyaka kuzola mali ya inchi na kubeba na kuacha inchi maskini. Kwa abapendaki maendeleo mwingine inchi. Ndio grupe, ndio block ya wale watu. Wale watu bakasema hivi, bakaambia Batusi. Asema vita inapiganiwa mufaze nyingi. Unaweza pigana muvita mufaze economique, unaweza pigana vita mufaze culturelle, unaweza pigana vita mufaze militaire, unaweza pigana vita mufaze politique, tu. Bakawaambia vita. Lakini sisi tunasema hivi. Phase politique yenye sisi tuliprepare pour que mupate nationalité. Tunaona inaeshue. Tuingie sasa mufaze militaire. Mufaze militaire ndio vita. Il faut tout préparer vita, mutapata ile nationalité kumtuto wa bunduki. Ndio vile mulisikia vita ya Banyamulenge wakati wanabahoji wanasema sisi tunapigana vita sababu tupate nationalité kumtuto wa bunduki. Balikuwa nasema vita. Mwanzo tu wa vita. Walianza geuza pale nyuma, pale songa mbele. Walianza geuza pale nyuma sema ni vita vya ukombozi. Lakini ni vita vya kutafuta uraia wao. Kule wakati walizungumuza kule, wanawaambia waprepare namna gani ya kufanya vita. Ni pale sasa waliangalia nchi gani wataandaa Watusi kwa kuja kuvamia nchi ya Kongo. Nchi gani wataandaa Watusi? Wakaangalia Burundi inatawaliwa na Mutusi. Rwanda inatawaliwa na Muhutu. Uganda inatawaliwa na Muhutu. Alepoke. Bakaangalia sema hapa. Tutafute hii Uganda kwanza hii. Hii Uganda tutafute kubadili madaraka. Madaraka itoke kwa Muhutu itawaliwe na Mutusi. Wakati watu wanakokotana ijamini dada natoka, kunaingia watu wanaingia kavuyo kule politiki na inayumba. Ba Yusufu Lure, ba Obote na wengine wako nafikia madaraka, bakakwenda kuprofite pale kutia Yoweri Museveni dans les années 81. Banatia Yoweri Museveni pale. Wakati wanatia ndio Yoweri Museveni. Kagutu. Ndio Mutusi. Bakamutia pale. Hapo kumutia pale. Bakaangalia wakasema tutafanya nyingine kitu gani? Burundi iko Muhutu. Iko Mutusi. Uganda inakuwa Mutusi. Inabakia hapa ni Rwanda ndio inabakia na Muhutu hapo. Ilifo sasa tuangalie namna gani kwa kuingia Kongo. Ilifo base arrière iko mwinchi hizi tatu. Base arrière ikuwe Uganda, ikuwe Rwanda na ikuwe Burundi. Nadhani pale tutapata facility ya kuingia. Ndio pale muliona baliangalia baada ya kufanya mafunzo sana kuwa vijana pale bakapita batoto kuingia Uganda kufanya mafunzo pale. Hapa pote hapa baliingia kule kufanya mafunzo kule. Mapromotion ilitoka pale.
bakasema ifo tuatake kwanza Rwanda, tutoshe huyu. Ndio bakaanza kutante Rwanda. Hata Kongo Mobutu alituma ramforo pale Rwanda kusaidia nani Habyarimana. Lakini finalement mu 94 Habyarimana akafanya nini? Habyarimana akaanguka akakufa mwaji. Yese. Baada ya Habyarimana kuanguka, bakasema sasa tujipange vizuri. Banaanza kujipanga sasa. Wakuja sasa kuingia katika tembo ya Kongo. Ni pale walitia basi hariere zao zote kule nyuma. Wao Burundi utaingia, wao Rwanda utaingia, wao Uganda utaingia. Pour que tumalize hii vita haraka. Na kweli waliingia vile ambavyo walijipanga. Kule avake baingie. Ilibidi wafanye nini? Ilibidi wafanye kitu moja. Watafute wakongomani ambao watakuwa vibaraka vya kwao. Wale tunaita maetiketi. Ndio pale walikwenda kutafuta mzee Kisasu Ngandu. Walimkuta pale Uganda, alikuwa mtu wa MLC Lumumba pale, alikuwa anakimbilia pale. Wakamsolicite, wakamutia pale. Wakaita mzee Laurent Desire Kabila pale Tanzania. Wakamupa akaenda pale. Wale wakongomani wawili wakaenda kule kufanya nini? Kufanya umoja na wale Wanyarwanda. Wakafanya kitu wanaita Accord de Lemera, wakaenda kuingia ku Hotel de Lemera pale Rwanda. Pale kwa Hotel de Lemera, paske Lemera yenye walifanyizia makoro, watu wengi wanadhani ni hapa Lemera ya kwetu. Hapana. Ni kwa Hotel de Lemera pale Rwanda. Ndio walienda kufanyizia makoro. Katika akoro zao kulikuwa vitu vibaya sana. Sawa vile artikle ya 4 ilikuwa artikle mbaya sana. Artikle ya 7 ilikuwa mbaya sana muzile akoro za kwao. Sababu walikuja na vyama vyao. Huyu alikuwa na MLC yake, ule mwingine akakuja na ile PRP yake yenye alikuwa nayo mpole. Na wale batusi bawili nabo bakakuja kila mtu na chama yake, bakafanya ile tunaita alliance. Mwa ile alliance ile bakakwenda kusikilizana mu mapatano ya kwao. Article ya 4 ikasema nini? Ikasema kwamba prêcher le panafricanisme, l'alliance s'engage à céder 300 km de frontières ougandaises, rwandaises, burundaises vers l'intérieur de la RD Congo. Nazari mnaelewa pale. Yaani balifanya makora kusema nini? Alliance inajiangaje. Itapana kilometre 100 kutoka mafrontiere yetu na Rwanda na Burundi na Uganda, kila mtu aingie ndani ya Kongo kilometre 300. Kama unatoka Bukavu, c'est-à-dire ni Kindu. Kitoka Bukavu, avole duazo hivi kwa muraba, ni Kindu. Bakapatana ile. Bana pousser raison gani? Raison ni ya kuprotéger nos voisins contre l'insurrection de leurs rebelles. Asema ba rebelle yao vile beko huko basiende kuderanger kule. Kumbe wale baokipe ile eneo baanze kukontrole hii eneo. Kama ukiangalia mzuri ile eneo, njoo ile shene de Mitumba yenyewe nawaambia hapo. Kwanza Ituri mpaka kufika kule. Barundi walikuwa nakamata mpaka Kalemi, Kabimba yote ile Simantana ilikuwa sous controle ya kwao. Ndio vile walikamata vile. Alors bakasikilizana ile article ya 4. Article ya 7 ya mubaya sana nyingine. Inasema nini? Inasema kwamba la nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades de Banyamulenge et aux autres ethnies qui ont quitté le Rwanda avant la date de l'indépendance. Sio kama unaelewa vizuri. Uraia wa Kongomani utapewa benzetu Banyamulenge pamoja na kabila zingine ambazo zilitoka Rwanda mbele ya date ya 1960. Kama waliingia hapa mbele ile date.
c'est-à-dire wale watu automatiquement wanakuwa ba Kongomani. Ile akoro wakasikizana kule. Muzila akoro walisikizana kule. Wakasema twende na vita, itakuwa un peu rapide. Bakakuja na vita. Wakati walikuja na vita wakapigana pop mpaka jinsi walikwenda kukamata, wanaingia sasa batenja Kishasa. Bangali kule nani hapa sababu mwazira akoro zao. Kuko article inasema kama abakusikilizana kusema nani ndio atabeba pouvoir au nani atakuwa kiongozi wa ile mapinduzi. Selema balikuwa na madepartement tu walipanapana. Huyu Kabila alikuwa charge na alikuwa porte parole. Basi bakasema kwa hiyo wakati tutafika Kishasa pale ndio tutafanya mkutano mkubwa wa kuchagua nani ambaye atabeba pouvoir. Ile ndio ilikuwa politiki ya Banyarwanda ile. Sababu najua kamata Kishasa tu hapo ndio beko na nguvu, alors ule bale watafanya kitu. Ndio balikia vile tu. Na kufika kwa aeroport ya Njili, wanatoka Bandundu, wanamaliza Bandundu, wanaelekea mwende barabara baingie tu kwa aeroport ya Njili. Pale tu bwana alikutaniwa yuko Lubumbashi autoproclamer, akajitangaza mwenyewe kusema mimi ndio rais. Na mwa ese Kabila akajitangaza mimi ndio rais. Na ile kitu ilisaidia sana sababu ile kitu alifanya pale tunaita alifanya coup d'état de protocole d'accord. Zile protocole zote c'est-à-dire yeye alirenverser zote. Ile ni kitu ilitusaidia sana. Na wakati alifanya vile watu wote wale Watusi wote hata wazungu wote wale wa imperialist walikala kimya wakawaza ni kitu gani? Huyu bwana anafanya nini? Huyu bwana anafanya nini? Anao wakatafuta kutomboka. Wakamwambia mkitomboka mtaeveye bakongole. Batayua vita zenye mnakuwa nazo kweli ni vita vya uvamizi. Lakini mwe munyamaze. Selema zile article mbili ambazo ni article ya kubapa ile 300 km na article ya kubapa nationalite. Basi mwikale naye chini atangazi ile haraka abape ile. Ndio vile walikwenda kusiege sasa wakamuita Kabila bakabakia naye. Bakamuuliza Kabila tufanye nini? Angalia kisu nafanya. Una viole makoro yetu. Hatukupatana vile. Kabila akasema niliona vurugu inaweza ingia muinchi. Kwa hiyo inchi naisha kamata. Tutafanya nini sasa? Bakamwambia ilifo sasa usinye sasa. Usinye utangaze kusema kwamba sisi tunakuwa raia ya hii inchi. Na utangaze kama zile kilometre waanze kupatia wale wengine zile kilometre zile ile eneo. Sasa Kabila akajibu. Majibu ya Kabila ndio ilizusha shida na makelele na fujo. Kabila akajibu akasema ikiwa mnasema vile sawa, mimi niko Mkongomani kama vile Wakongomani wengine. Kusema ni vape nationalite haiko mimi napaswa kubapa nationalite. Nationalite mnapaswa kupewa wakati tunakwenda kuunda bunge ndio inakuwaka erige loi, inafanya sheria. Na baada ya kufanya ile sheria ndio itatangazwa na mimi hapa. Lakini kusema mimi ni vape ile, mimi siko juu ya sheria. Ile mnapaswa kujua vile. Ya pili mnasema ni vape ile 300 km. Ile 300 km tulikuwa tunasikilizana nini? Tulisikilizana kama ni facture ya wale wa mercenaires wa Rwanda wa Burundi wa exploiter pendant 15 ans. Sababu wanasaidia kazi ya sisi kukamata inchi. Lakini chose drôle. Naenda kukuta wakati tuko muvita mulipie systematiquement inchi. Na wakati mnapie inchi na bakia maskini. Na izine yote hakuna tena, ingine abiko inchi na bakia maskini. Donc mercenaire akuwaka na pie inchi. Anatungaka wa mulipe. Kwa hiyo mmekusha jilipa wenyewe. Mimi sina kitu tena nitawapa. Tena mwa ese. Ile ndio majibu Kabila aliwajibu. Wakakuwa complètement déçus.